Karibu tena kwenye uchambuzi wetu wa kina. Leo tunaangazia makala moja muhimu kutoka Kenya, One Term No Term Movement, yani KWM. Naam, kichwa chenyewe kinavutia na kuchochea fikra. Ni rais wa aina gani anayeamuru vikosi vya usalama kuwapiga risasi vijana? Ni wakati wa mabadiliko. Kabisa. Lengo letu hapa ni kuelewa vizuri hoja zao kuu. Hizi shutuma dhidi ya uongozi wa sasa na huu wito wa mabadiliko. Na wanaanza kwa kishindo, yani wanatoa madai mazito sana kuhusu maagizo yaliyotolewa kwa vikosi vya usalama. Wananukuu moja kwa moja. Nukuu gani hiyo? Wanasema maagizo yalikuwa: wapigeni risasi miguuni, waacheni wavujike damu, wapelekeni hospitali, halafu waacheni wasubiri kesi. Jamani, hiyo ni nukuu nzito sana. Na wao KWM wanaitafsiri vipi? Wanaitafsiri kama nia ya kuumiza vibaya sana. Si kuua, lakini kuacha majeraha makubwa. Na makala yenyewe yanauliza swali moja kwa moja kwa msikilizaji, sivyo? Kweli, wanakuuliza wewe msikilizaji, maneno haya yanakugusa vipi? Yaani hoja yao inavuka tu kuwa amri, inaingia kwenye ubinadamu wenyewe. Na jinsi wanavyoendelea kufafanua, inaonekana wanaiona kama kitendo kibaya sana. Kibaya mno, wanaiona kama ukosefu wa ubinadamu. Wanatumia lugha kali sana hapa, wakimuita kiongozi kwa maneno yao mhalifu na rais jambazi. Lugha nzito kweli kweli. Ndiyo. Na wanahoji, je, kiongozi anayejali watu wake kweli angetoa amri kama hizo? Alafu wanakuuliza tena wewe msikilizaji, nini tena? Ingekuwaje kama huyo aliyeumizwa angekuwa mwanao au binti yako? Wanajaribu kuleta hoja karibu na nyumbani. Ni swali linalolenga kugusa hisia moja kwa moja, bila shaka. Lakini makala haya nilivyoona hayaishii tu kwa lawama kwa kiongozi mkuu. Yanatazama pia taasisi nyingine, sivyo? Kabisa, yanauliza maswali magumu. Wako wapi wazazi, jamii kwa ujumla? Seneti iko wapi? Wabunge binafsi, je? Na hata ile tume ya NCIC wameitaja pia. Ndiyo, wanaita taasisi isiyo na meno. Madai yao KWM ni kwamba hizi taasisi zote zimenyamaza au labda zimenyamazishwa, au kama walivyosema, kumnunuliwa na kuwa sehemu ya mchezo wa kuchezeshwa. Hayo ndiyo maneno yao haswa. Ni madai mazito kwamba mfumo mzima umeingia dosari. Na huu ukimya wanaozungumzia wanaunganisha vipi na hali ya nchi kwa ujumla? Wanaunganisha moja kwa moja na ahadi ambazo wanadai hazijatimizwa. Unajua, mambo kama elimu bora, huduma za afya, miundombinu. Hayo yote wanajenga hoja kwamba wakati taasisi muhimu ziko kimya au hazifanyi kazi, basi mahitaji ya msingi ya wananchi yanapuuzwa. Hizi ni hoja ambazo zinahitaji tafakari ya kina, bila shaka. Na inafaa tukumbuke, kama wewe unayetusikiliza una mawazo au mtazamo kuhusu haya tunayojadili, naam, kuna jukwaa la kushiriki. Ndiyo, unaweza kutembelea www.onetermnoterm.com, fungua akaunti yako pale na uanze kushiriki mawazo yako. Mawazo ambayo yanaweza kusaidia kubadilisha kijiji chako, mji wako, hata taifa zima. Sawa. Na tukiendelea na uchambuzi wa makala yenyewe, hizi hoja zote zinaelekea kwenye hitimisho moja kuu kwa mtazamo wa KWM. Na hitimisho lenyewe ni lipi? Ni kwamba kutokana na kile wanachokiita mgawanyiko, ukatili na ufisadi, basi kwa maoni yao uongozi wa sasa haufai kuendelea. Si kwamba tu wanalalamika, wanatoa mwelekeo wa nini kifanyike. Wanasema wazi kabisa, wito wao ni wakati wa kumwondoa madarakani. Wanatumia neno lile la Kiingereza impeachment. Huo ni wito mzito wa hatua ya kikatiba. Mzito sana. Wanachosisitiza ni kwamba Kenya inastahili uongozi tofauti. Uongozi unaojali maisha, wenye huruma na unaozingatia haki. Kinyume na picha wanayoichora sasa. Na kabla hatujafikia mwisho, makala yale yanatoa onyo gani kwa wananchi? Kuna ujumbe wa mwisho? Kuna onyo kubwa. Wanasema kuwa madhara ya haya wanayoyaona sasa, yaani maumivu, migawanyiko, kutoaminiana, yanaweza kukaa kwa muda mrefu sana. Hata kama uongozi ukibadilika? Ndiyo, hata kama uongozi utabadilika. Hivyo basi, wanahimiza watu wasikae kimya, wasinyamaze.
Kwa hiyo changamoto ya mwisho inarudi kwako wewe msikilizaji, kutoka kwenye makala haya. Je, utachagua kufanya nini? Ni swali la kutafakari. Kweli. Kwa ufupi, KWM wanatoa shutuma kali za ukatili, wanalalamikia kimya cha taasisi na wanatoa wito wa mabadiliko ya haraka ya uongozi. Ni muhimu kuyatafakari haya yote kama sehemu ya mazungumzo mapana nchini. Na tunakukumbusha tena, sauti yako, mtazamo wako ni muhimu sana. Naam. Endeleza mjadala huu. Tembelea www.wantamnotam.com, fungua akaunti yako na ushiriki mawazo yako, mawazo yanayoweza kuleta mabadiliko unayotaka kuona katika jamii yako na taifa lako. Asante kwa kuwa nasi katika uchambuzi huu wa kina. Asante sana kwa kusikiliza. Hii ni podcast ya Kenya Want Amnotam Movement, KWM.